Ndani ya ikulu ya White House nchini Marekani, hivi sasa ni mwaka mmoja na miezi mitatu tangu Rais Donald J. Trump arejee madarakani. Katika kipindi hiki cha siku takribani 457, ulimwengu umeshuhudia kile ambacho wachambuzi wanakiita Trump tsunami. Kwani tangu dakika yake ya kwanza ofisini, rais huyu wa 47 wa Marekani alifanya maamuzi yaliyozua mshangao duniani kote, lakini shangwe upande mwingine. Tukianza na siasa za ndani, Rais Trump hakupoteza sekunde hata moja. Siku yake ya kwanza kuingia ikulu ya White House, alianzisha operation maalum, akisaini amri 41 za rais kwa mpigo, akifuta karibu sera zote za mtangulizi wake Joe Biden. Lakini cha kushangaza zaidi ilikuwa ni kuundwa kwa idara ya ufanisi wa serikali DOGE, chini ya usimamizi wa tajiri bilionea Elon Musk. Idara hii ikawa na nguvu ya ajabu, ikipunguza bajeti ya serikali kwa mabilioni ya dola na kusababisha kile kilichoitwa kimbunga cha ajira, ambapo maelfu ya wafanyakazi wa shirikisho walipoteza kazi kwa lengo la kupunguza ukubwa wa serikali. Aidha, kitendo chake cha kutoa msamaha kwa wafungwa wa shambulio la Januari 6 kiliacha bunge la Marekani likiwa limepasuka vipande, huku wafuasi wake wakikiona kitendo hicho kama kitendo cha kishujaa cha kurekebisha haki. Cha pili ni uhamiaji na usalama wa mipaka ya Marekani. Kwenye suala la uhamiaji, Trump alitekeleza kile alichokidai kwenye kampeni yake ya operesheni ya ufukuzaji mkubwa, na tulishuhudia kuta za mipaka zikijengwa kwa kasi mpya, huku jeshi likitumika kusaidia mashirika ya uhamiaji kuwakamata na kurejesha makwao watu wasio na vibali. Hali hii ilileta mivutano mikubwa na nchi jirani ikiwemo Mexico na kusababisha migomo katika miji mikubwa ya Marekani inayojulikana kama sanctuary cities. Na Trump alisisitiza kwamba Marekani ni ya Wamarekani kwanza, yani America First, kauli ambayo imekuwa mwongozo wake wa kila uamuzi anaofanya ndani ya ikulu ya White House. Jambo la tatu ni kwenye ulingo wa kimataifa. Hapa ndipo mshangao ulipofika kileleni. Miezi miwili iliyopita, yani mwezi Februari mwaka 2026, ulimwengu ulishangaa baada ya Trump kuamuru mashambulizi ya kijeshi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, ikishirikiana kwa karibu na Israel. Hii ikapelekea kile kinachoonekana kuwa ni mabadiliko ya utawala nchini humo, jambo ambalo bado linaacha mashaka juu ya usalama wa Mashariki ya Kati na bei ya mafuta duniani kupaa. Lakini si hivyo tu, Trump alirejesha mezani azma yake ya kutaka kuifanya Greenland kuwa sehemu ya Marekani, akidai kuwa ni hitaji la kimkakati na la kiusalama na rasilimali. Hatua hii iliacha Ulaya na Umoja wa NATO katika sintofahamu kubwa, huku Marekani ikijiondoa tena kwenye mkataba wa Paris na Shirika la Afya Duniani WHO, ikidai mashirika hayo yananyonya fedha za walipa kodi wa Marekani bila tija. Lakini mtikisiko huu haukuishia Washington pekee. Ulifika hadi kwenye mitaa mbalimbali ndani ya Afrika. Hasa nikiongelea hapa Dar es Salaam ama Tanzania. Maamuzi yake yaligusa maeneo makuu matatu: afya na maisha, uchumi na biashara, na usalama wa bahari. Kuhusiana na afya na maisha, kujitoa kwake WHO na kupunguza bajeti ya PEPFAR kuliweka presha kubwa kwenye sekta ya afya nchini Tanzania. Katika mapambano dhidi ya ukimwi na malaria, serikali ikapaswa kufikiria jinsi ya kuziba mapengo hayo ya kifedha. Kwenye upande wa uchumi na biashara, baada ya Trump kuweka makataa mengi, lingine likawa ni kuweka ushuru mkubwa kwa bidhaa za nje na kutaka kupitia upya mkataba wa AGOA. Wafanyabiashara wa Afrika Mashariki wakaanza kuwa na wasiwasi juu ya soko la Marekani. Aidha, mivutano yake na China ikaweka nchi mbalimbali katika mtego wa kidiplomasia. Cha tatu ni usalama wa bahari. Mashambulizi ya Trump dhidi ya Iran yakafanya njia ya kibiashara ya bahari ya Hormuz kuwa ya moto. Hii ikamaanisha mizigo inayokuja bandari ya Dar es Salaam kuchelewa na bei ya bidhaa madukani kupanda kutokana na gharama kubwa ya bima za meli. Ukiweka mbali mafuta ambayo kila mtu ni kilio chake mpaka hivi sasa, paa kwa bei ya mafuta kulikosababishwa na vita hivi kumeleta changamoto kubwa duniani kote. Kwa ufupi, tangu Trump achukue nchi Aprili 2025, amekuwa kama kimbunga kinachobomoa mifumo ya zamani na kisha akaweka sera ya America First. Hii ndiyo picha halisi ya mwaka mmoja na miezi mitatu ya Trump akiwa madarakani. Mimi ni Regina Baltazari.